Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia nitoe pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuimarisha nchi yetu, hususan mkoa wetu wa Dodoma kwa kiwango cha pekee kabisa. Lakini leo tunazungumzia jinsi ambavyo wanaendelea kuimarisha na kuboresha mfumo huu wa stakabadhi ghalani, ambao mimi nilipokuwa nasikia nasherehekea miaka 20, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikajiuliza mbona nimeanza kusikia miaka 3-5 iliyopita, hivi mfumo kumbe ulikuweko miaka 20 iliyopita? Lakini ni kwa sababu Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya dhati aliona mfumo huu ni mfumo sahihi kwa Watanzania kwenda nao, hasa kundi la wakulima ambao itakuwa ni ukombozi wao, na kufanya sasa tunaanza kuona ni mfumo ambao kila mtu anauchangamkia. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa utashi huu mkubwa kwa Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi mkoa wetu wa Dodoma tumeanza kutumia kwa mara nyingine mfumo huu mwaka 2024. Mwaka huu ni mwaka wa 3 tu, na tumeanza katika mazao matatu ikiwemo ufuta, dengu na mbaazi, ambapo mwaka 2025, yani mwaka jana, tuliweza kuuza tani 46,733,914 za mazao hayo, na upande wa wakulima waliweza kupata zaidi ya bilioni 82.9 katika mkoa wa Dodoma, hela ambazo zinahesabika, zinaonekana na zinashikika na wakulima, kwa sababu sasa mfumo huu umeweka uwazi, kila mtu tunajua ameuza wapi, kamuuzia nani, na kuweza kufuatilia kwa urahisi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia vikao vyetu vya kisheria RCC na DCC tumekubaliana mkoa wa Dodoma kwa mfumo huu tutaendelea kuimarisha katika mazao tulioanza sasa na katika mazao mengine ambayo jamii itaonyesha uhitaji wa kutumia mfumo huu, kwa sababu tumeshaona tija yake. Na hivi karibuni viongozi na baadhi wa wakulima waliweza kwenda Lindi na Mtwara, ambako inasemekana wenzetu wameimarika zaidi kwenye mfumo huu, wakajifunza, wakaelewa, na pamoja akarudi na ari ya kuona kuwa huu mfumo tuendelee kuitumia kwa nguvu nyingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wote tulikubaliana kuwa kutimiza wajibu ni jambo la muhimu, na kila mtu akitimiza wajibu wake kwenye mfumo huu ambao una wadau wengi kwenye mnyororo wake, jambo hili litafikia tija ya kiasi kikubwa, na zaidi tutafikia ndoto ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya Tanzania kuuza bidhaa nje ya nchi na kulisha Afrika, kwa sababu kupitia mfumo huu tunaona wakulima wanaweza kufanya mazao yanakuwa kwenye ubora wa kimataifa na sifa nyingine nyingi.